Okay, basi sawa. Baada ya watazamaji wengi sana kuniambia kwamba Otiki, tunaomba baadhi ya kila wahusika katika tamthilia ambazo ninakwenda kuziandaa, basi tuweze kutoa historia zao, wametokea wapi, wana mahusiano, hawana mahusiano, wazazi wao walitokaje mpaka leo wamefika. Basi na sisi tumepokea mawazo ya mashabiki zetu na tumekubali, na leo tutaanza kumwelezea kijana mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Kelvin. Kevin jina lake anafahamika kwa jina la Smith Julius. Alizaliwa katika mkoa wa Tabora, yani mkoani Tabora ndiko Kelvin alikoweza kuzaliwa. Lakini Kelvin mpaka sasa hajaweka wazi umri wa miaka yake hadi sasa, lakini kwa makadirio ni kijana ambaye ana range kuanzia miaka 26 hadi 29, yani ndo tunakadiria kwa sababu hajaweka wazi mpaka sasa Kelvin umri wa miaka yake. Lakini Kelvin ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuwa mwanamuziki mkubwa kama walivyokuwa kina Diamond Platinum, kama walivyokuwa kina Mario, walivyokuwa kina Rayvanny, wakina Harmonize na malegend kama wakina Alikiba na wakina Sugu. Sasa Kelvin alikuwa ni ndoto kubwa kweli kweli ya kuwa mwanamuziki. Lakini baada ya kuendelea kupambania ndoto yake ilienda mlama baada ya kuona kuna changamoto nyingi sana katika mziki. Licha tu ya kusimamia wasanii katika kuwarekodi na yeye pia kuimba, lakini bado alikumbana na changamoto nyingi sana ambazo zilimpelekea kuweza kuachana kabisa na masuala ya mziki, kuweza kuhamia na masuala mazima ya kuweza kuigiza. Kelvin ilipofika mwaka 2016 ndiyo safari yake ilianza rasmi, safari ya uhalisia wake hadi sasa. Ilipofika 2016 Kelvin alianza kuandika story mbalimbali za kwenye movie na sio kuigiza. Yaani yeye alikuwa ni sawa na script writer. Tunaposema script writer ni yule mtu ambaye anaandika story. Baada ya kuandika story anamkabidhi director. Director ndio anaiongoza filamu. Director ndio anataka filamu iwaje, baada ya kuchukua story kwa story writer ambaye Kevin alikuwepo anahusika katika mwaka huu 2016. Sasa baada ya hapo Kelvin akaona sio jambo geni sasa, baada ya kuweza kuelewa vizuri namna ya kuandika, basi akataka na yeye kushiriki katika masuala mazima ya kuweza kuandika lakini pia kuweza kucheza movie yenyewe. Sasa 2023 Kelvin alianza kuigiza yeye kama actor, yani kama msanii wa maigizo. 2023 Kelvin akaanza sasa kuigiza. Lakini kabla ya Kelvin 2023 kuigiza na kurudisha nyuma kidogo, Kelvin wamebahatika kuzaliwa watoto 4 tu kwenye familia yao. Naye Kelvin ni mtoto wa 3, yani ni mtoto wa pili kutoka mwisho. Lakini katika watoto 4 ambao Kelvin wanao, 2 ni wa kike, 2 ni wa kiume. Yani Kelvin ana mdogo wake mwingine ambaye ni wa kiume, lakini 2 hao ni dada zake. Kelvin baada ya kuona sasa maisha ya usanii yamekuwa magumu, basi akaamua kutoka eneo alilopo ambalo ni mkoa wa Tabora na kuweza kuelekea Dar es Salaam. Sasa unaweza kujiuliza, Dar es Salaam au katika jiji la Dar es Salaam alifikia kwa nani? Kelvin alifikia kwa dada yake kipenzi, dada yake wa kwanza. Lakini ni hali ngumu kidogo kwa sababu dada yake alikuwa tayari ameshaolewa na ana familia. Sasa Kelvin akaenda kufikia kwa shemeji. Yaani mpaka umefika umri wa kuweza kufikia kwa shemeji na umri wako umeshakuwa mkubwa, basi kuna mawili. Aidha umekubali kushuka
au umekubali kwa jambo lolote ambayo itakwenda kukukuta. Sasa Kelvin akaweka aibu pembeni, lakini akaweka mafanikio mbele. Mwisho wa siku akakubali kwenda Dar es Salaam kuishi na dadake. Baada ya kuishi na dadake sasa, huku akiendelea kufanya kazi za uigizaji, amefanya kazi za uigizaji kutoka mwaka 2023, 2024 na mafanikio makubwa yakaanza kujitokeza. Hata Kelvin akawa sasa ni mtu pekee katika familia yake ambaye anaweza kaisaidia familia yake. Hata pesa ndogo ndogo akiweza kumuomba, Kelvin akaanza kusaidia baada ya tamthilia ambazo amekwenda kuzicheza, kuweza kupata idadi kubwa ya watu, lakini pia kuweza kujitengenezea idadi kubwa sana ya mashabiki. Nikukumbushe tu katika kisa cha tamthilia au igizo moja pale amecheza Kelvin ambayo inafahamika kwa jina la Siku Moja Kabla ya Ndoa Yangu. Kelvin alicheza usika huu akiwa kama ni yule mtu ambaye anatarajia kumuoa mke wake, lakini wakaja kuachana kabla hata harusi haijafanyika. Baada ya kuhojiana na Kelvin, Kelvin alikiri kwamba hiyo story ni ya kweli, ilimkuta rafiki yake. Ndiyo maana akaweza kuiandikia story na kuweza kuicheza, na hata leo rafiki yake hajajua kwamba hiyo story aliandika kupitia yeye. Kwa hiyo Kelvin alimsurprise rafiki yake kwa kuweza kutuletea tamthilia nzuri au igizo zuri ambalo inafahamika kwa jina la Siku Moja Kabla ya Ndoa Yangu. Lakini Kelvin, tamthilia ambayo imemleta mjini na kuweza kupata idadi kubwa sana na mafanikio makubwa sana katika uigizaji wake, ni tamthilia maarufu ambayo inafahamika kwa jina la Penzi la Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi. Penzi la Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi, kulikuwa kuna wahusika kibao mule ndani. Kulikuwa kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Kase. Kulikuwa kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina mwanadada aitwaye Loveness. Walikuwa na wengi kibao mule ndani kama vile Dennis, pia bila kumsahau. Penzi la Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi ilifanya vizuri sana hadi kupelekea Kelvin kuweza kushindana na tamthilia kubwa ambazo zilikuwa zinafanya vizuri kipindi hicho, kama tamthilia kutoka kwa Baba Joan ambayo inafahamika kwa jina la Baba Karobo. Baba Karobo ilishika hatama, lakini pia Penzi la Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi ilibamba kweli kweli. Sasa hapo ndipo walisia na mafanikio ya Kelvin yalipozidi kutahamaki na kutawala. Baada ya hapo, Kelvin akaamua sasa kuumaliza mwendo wa Penzi la Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi, na akaja na tamthilia mpya nyingine ambayo inafahamika kwa jina la Bado Natafuta. Bado Natafuta hadi sasa inaendelea na ina idadi kubwa sana ya watu ambao wanaifuatilia tamthilia hiyo, na ni tamthilia nzuri kabisa ambayo hapa Swahili Top tunakuletea, lakini pia tunakusogezea kila itokapo. Kwa hiyo Bado Natafuta imezidi kutengeneza ufalme katika mtandao wa YouTube, lakini pia ufalme kwa mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Kelvin. Sasa Kelvin kipindi anajitafuta katika masuala mazima ya muziki, naye Kelvin alikuwa na imani kwamba ataweza kuwa kama wakina Diamond, kama wakina Dogo Janja kipindi hicho, lakini ndoto zake zilifeli na kuelekea katika masuala mazima ya uigizaji. Hasa kuna kitu cha kujifunza hapa, mpenzi mtazamaji wa Swahili Top na Donta TV, ni kwamba katika maisha inatakiwa usitembee na plani moja. Inatakiwa utembee na plani zaidi ya 3 au zaidi ya 2. Baada ya plani ya kwanza au mbinu ya kwanza kufeli, basi inatakiwa ubadilishe gia angani, uweze kubadilisha gia nyingine, yani plani namba B, plani ambayo itaweza kukutoa hapo ulipo na kwenda sehemu nyingine. Mfano mzuri ni Kelvin alikuwa anatamani kuwa kama Diamond Platinum, kuwa zaidi ya Rayvanny au Harmonize au Alikiba, lakini ndoto zilipofeli na kuona kama siku zinazidi kwenda mafanikio hayaji, ikabidi abadilishe gia angani na kuweza kuchagua kuwa mwigizaji.
Ndipo hapo umaarufu wake ulipokuja, na Tanzania tukaweza confirm, Kenya tukaweza confirm, Kongo tukaweza confirm, Rwanda, Burundi, hata Sudani na nchi zingine nyingi kabisa. Amejizorea umaarufu na ushindani mkubwa sana. Sasa Kelvin amekuwa star mkubwa katika tamthilia ambazo zinafanya vizuri katika mtandao wa YouTube. Hasa mpaka sasa Kelvin ana tuzo mbalimbali. Ana tuzo ya filamu bora ile ambayo inafahamika kwa jina la Penzi la Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi kwenye upande wa uandishi, lakini filamu bora kwa kipindi kile iliweza kuchukua dunia, yani tamthilia bora iliweza kuchukua tamthilia ya dunia. Lakini kwenye masuala ya uandishi Kelvin alifanya vizuri mpaka mwisho wa siku akaweza kuchukua tuzo. Lakini pia tuzo nyingine Kelvin ambayo anayo ni tuzo moja ambayo haitaweza kufutika, tuzo ya umaarufu. Hiyo tuzo haitaweza kufutika milele na milele. Kwa hiyo Kelvin, mafanikio yake makubwa kutokana na sanaa yake au kutokana na kipaji alichonacho kimeweza kuisaidia hata familia yao. Familia sasa haina maisha magumu tena, familia sasa haiteseki. Lakini Kelvin katika upande wa elimu, Kelvin aliishia kidato cha 4, yani aliishia form 4. Hakuweza kuendelea kutokana na ugumu wa maisha, lakini kutokana na mambo kuwa mengi sana ya kutaka kufanikiwa pasipo kujali hata kidogo elimu. Kelvin aliona mafanikio yapo karibu sana kupitia muziki, lakini muziki ukamsaliti. Tamthilia au uigizaji wa maigizo ukampenda. Ndio maana Kelvin hakuendelea na elimu yake hata kidogo. Kwa hiyo kiwango cha Kelvin ameishia darasa la form 4 tu. Hakuendelea na elimu ya juu kutokana na ugumu wa maisha, lakini pia kutokana na kutaka mafanikio kwa haraka. Mwisho wa siku mafanikio nayo ameyapata mpaka sasa. Hasa kipi ambacho umekipenda katika tamthilia hii hapa au katika masimulizi haya hapa ya Kelvin, lakini pia kumjua Kelvin angalau japo kidogo tu. Kelvin, umefaidika nini na hii story ambayo nimekwenda kukupa? Lakini pia umejifunza nini kutokana na hii story ambayo nimekwenda kukupa? Na cha kumaliza, mpaka sasa Kelvin hana mahusiano na mtu yoyote, ingawa mahusiano walikuwa wanayavumisha watu kusema kwamba Kelvin anatoka na mwanadada wa kuitwa Loveness. Loveness ni mke wa mtu. Loveness ni mke wa mtu na ana watoto 2, mwanadada wa kuitwa Loveness. Kwa hiyo hana mahusiano na Kelvin. Ile tamthilia ya Penzi la Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi ilikuwa tu ni maigizo, lakini sio uhalisia. Kelvin yuko single hadi sasa. Wadada, mko wapi? Kazi ni kwenu. Mimi ni Tiki Classic kwa Swahili Top. Hadi wakati mwingine, bye bye.